Striker mpya wa Yanga Laurindo Depu aliyekuwa ameingia katika dakika 55, yeye pamoja na Mudathir Yahya Abbas baada ya kutolewa kwa Maxim Nzengeli na Peudo Pacome Zouzoua, aling'ara mno katika mechi yake ya kwanza ya utambulisho katika klabu yake mpya ya Yanga kwa kufunga bao moja na kutoa assist, wakati Yanga ikipata ushindi mnono wa mabao 6-0 dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, na hivyo Yanga kukwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikifikisha pointi 19 baada ya kucheza mechi 7, lakini wakati huo huo iking'ara zaidi kwenye kupachika mabao na kuruhusu, kwa maana kwamba Yanga kwa matokeo ya leo hii ya mabao 6-0 wakiwa chini ya kocha Pedro Gonçalves wamekuwa na rekodi nzuri zaidi katika kufunga na ulinzi, kwa sababu kwenye mabao Yanga hivi sasa ndio timu yenye mabao mengi zaidi ikiwa imefunga mabao 18, lakini pia ikiwa na ukuta imara zaidi imeruhusu bao moja tu. Ushindi huo uliendana na kile ambacho kilionekana uwanjani, Yanga wakionekana kutawala mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho wa mchezo, ambapo kwa ujumla wake Yanga ilimiliki mpira kwa asilimia 66 dhidi ya asilimia 34 tu za wageni Mashujaa. Lakini wakati huo Yanga ikiongoza kupiga mashuti mengi zaidi, ikipiga mashuti 15, kati ya hayo 9 yakilenga shabaha, ilhali Mashujaa mechi nzima dakika 90 za mchezo wakipiga mashuti mawili tu, kati ya hayo moja tu likilenga shabaha na kupokea kipigo hicho kizito cha mabao 6-0 ambacho ndio kipigo kikubwa zaidi katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu tangu ianze, ambapo baadhi ya timu zimeshacheza mechi 10, nyingine zimecheza mechi 9. Yanga mchezo wa leo ni mechi yake ya 7, lakini zipo kama Wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mechi 6. Katika mchezo huu wa leo Yanga ambao walianza kwa kumiliki mpira mwanzo wa mchezo mpaka mwisho, walifunga mabao yao katika dakika ya 8 likiwekwa wavuni na mchezaji wao mpya wale msajili katika dirisha dogo Mohamed Damaro Kamara, ndiye aliyetangulia kuifungia Yanga katika dakika hii ya 8 kwa bao la mpira wa kichwa cha kudive. Lakini bao la pili Yanga walilifunga katika dakika 28. Yanga wakafunga bao la pili, safari hii likiwekwa wavuni na Duke Abuya, mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya aliyekuwa miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri sana katika mchezo wa leo hii. Lakini katika dakika ya 33 Peudo Pacome Zouzoua akaifungia Yanga bao la 3 kabla ya mechi kwenda katika mapumziko, Yanga ikiwa mbele kwa mabao 3-0. Lakini kipindi cha pili Yanga walikuwa wanaongoza kwa mabao 3-0, kwa kiasi kikubwa walionekana kana kwamba hawana haraka sana, lakini wakimiliki zaidi mpira. Pamoja na hayo ikawa wakipata wakati mgumu hata hivyo kumfikia golikipa Johora wa Mashujaa kwa sababu tu ya ukuta imara ambao ulionekana kuimarika zaidi katika kipindi cha pili, akina Samuel Onditi, lakini akishirikiana vyema na kina Mpoki Mwakinyuki aliyekuwa nahodha na wenzao katika kuhakikisha wanakuwa salama kwenye kipindi cha pili, walionekana kwa imara zaidi. Hata hivyo dakika ya 55 baada ya mabadiliko ya kuingia kwa Depu, mchezaji mpya wa Yanga raia wa Angola aliyetoka Poland katika klabu ya Radomia Radom, akiwa pamoja na Mudathir Yahya Abbas aliyetoka kwa majeruhi katika siku kadhaa hivi karibuni, wakipishwa na Max pamoja na Pacome ambao tayari walikuwa wameshaonyesha kiwango bora sana mpaka kufikia muda huo. Sasa wakiungana na nyota wengine wa Yanga waliokuwa wameonyesha kiwango bora kwenye mchezo wa leo, akiwamo mchezaji Alan Okello walimsajili hivi karibuni kutoka Uganda, ambaye naye alionyesha kiwango kizuri sana katika mchezo wa leo. Yanga wakaonekana kuwa na kasi zaidi, na hasa baada ya kuingia kwa wachezaji hao na wengine akiwapo Mohamed Hussein Shabalala aliingia badala ya Shadrack Sakaboka, lakini vile vile kuelekea mwishoni mwa mchezo aliingia Kwasi Atula Yao ambaye mechi yake ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara baada ya msimu wote huu kutoonekana uwanjani kutokana na majeraha, yeye ni miongoni mwa wale waliokuja kuingia na kuifanya Yanga ichangamke zaidi. Ni kwa sababu hiyo ndipo Yanga katika kushambulia kwao mara kwa mara, hasa katika kipindi cha pili baada ya mabadiliko haya, wakapata mabao mengine. Bao la 4 ni katika dakika ya 79 ambalo hili liliwekwa wavuni na Prince Mpumelelo Dube ambaye wakati huu alikuwa akiwa anacheza na Depu, Yanga ikiwa na washambuliaji wawili wakiasili katika eneo lao la kushambulia. Lakini sio hivyo, katika dakika ya 81 Yanga wakaongeza bao lingine la 5. Safari hii
likifungwa na mtokea benchi Mudathir Yahya Abbas. Yes, Mudathir. Lakini dakika ya 89 ndipo Depu akahitimisha idadi ya mabao kwa siku ya leo kwa kufunga bao la 6. Depu safari hii likitokana na mkwaju wa free kick uliopigwa na Alan Okello, golikipa Johora akaucheza, lakini Depu akiwa na instinct, akiwa na sifa ile ya ushambuliaji, kujua namna wapi pa kwenda, kunusa nafasi, akafika kwa usahihi na kuweka mpira wavuni, kuifanya Yanga iondoke na ushindi wa mabao 6-0. Kwa lugha nyingine, Yanga leo hii walikuwa wazuri katika maeneo mengi kwenye kushambulia na kuzuia, na ndicho hasa kitu kilichowabeba zaidi, kwa sababu licha ya kwamba walikuwa tayari mpaka mapumziko na mabao 3, lakini kipindi cha pili na hasa baada ya mabadiliko ya wachezaji waliofanywa na kocha Pedro Gonçalves, Yanga kaonekana wana njaa zaidi na kutafuta nafasi zaidi za kufunga, na kama Kibwana Shomari angekuwa na utulivu, kuna nafasi aliipata ambayo angeweza kuiandikia Yanga bao lingine katika mpira ambao akiwa karibu na lango aliupaisha kwa guu lake la kushoto, wakati huu akiwa mbele na ameingia ndani, tunasema underlapping, kwa maana kwamba yeye beki wa kulia, lakini katika eneo la kushambulia hakuwa pembeni ili kuongeza mapana ya uwanja, bali alikuwa katika eneo la kati akiwa kama mshambuliaji. Mpira wa shuti la mguu wa kushoto ulipaa, ambao pengine angeuacha tu Kabuya angeweka wavuni. Zipo nafasi nyingine kadhaa, lakini kwa ufupi Yanga walikuwa kwenye kiwango bora sana. Mabeki wa Mashujaa walikuja kuvurugwa zaidi baada ya mabadiliko kwenye kipindi cha pili, yaliwafanya wawe na wakati mgumu, kwamba wapambane na Prince Pumelo Dube alikuwa asimami sehemu moja, wapambane na Depu, wapambane na Okello ambaye alikuwa kimove akienda na mipira katika eneo lao, lakini pia kupambana na Mudathir Yahya Abbas aliyekuwa kila mara akiwa karibu na lango lao, ingawa yeye ni kiungo. Lakini wakati huo kulikuwa na supply ya mipira kutoka kwa Musa Bala Conte ambaye pia aliingia katika kipindi cha pili, alionyesha kiwango kizuri akitoa nafasi ya Damaro Mohamed Kamara ambaye naye ni miongoni mwa wale waliotolewa na kocha Pedro Gonçalves, wakati Yanga ikiwa tayari na inaongoza kwa mabao 3-0. Wachezaji wote waliopata nafasi leo hii ya kucheza walionyesha kiwango bora sana, na bila shaka ni maswali kwa kocha Pedro Gonçalves juu ya nani awe akianza, nani awe akiingia, kwa sababu walioanza na walioingia wote walicheza vizuri dhidi ya Mashujaa ambayo kabla ya mchezo wa leo ilikuwa ndio timu inayoshika nafasi ya 3 kwa ukuta imara. Ndio kabla ya leo hii Yanga ndio walikuwa vinara kwa ukuta imara, wakiwa wameruhusu bao moja tu, wao wakiwa wamefunga mabao 12, lakini wengine wenye ukuta imara walikuwa ni Azam ambao mpaka sasa wao wameruhusu mabao 2, nazungumzia mabao ya kuruhusu. Halafu kuna wekundu wa Msimbazi Simba na Mashujaa walikuwa kila moja ameruhusu mabao 4, zikiwa ndio timu 3 zinazoongoza kwa ukuta imara. Lakini leo hii kipigo cha mabao 6 kilichozidi idadi ya mabao yote walioruhusu tangu ligi ianze, wakiwa wamecheza mechi 9. Kwenye mechi ya 10 leo hii Mashujaa wamejikuta sasa wakiruhusu mabao 10, huku wao wakifunga mabao 5. Ni kwa sababu tu Yanga walikuwa wazuri katika eneo la mwisho waliposhambulia, kupiga mashuti 15, 9 kilenga shabaha. Maana yake ufanisi wa kulenga shabaha ulikuwa 60%, na mwisho wa siku wakafunga mabao 6 kati ya 9 wa mashuti yaliyolenga shabaha kwenda wavuni. Jambo pekee ambalo Yanga watapaswa kulishughulikia ni juu ya namna ya kutumia fursa wanazotengeneza, kwa sababu licha ya takwimu nzuri, lakini bado walikuwa na uwezo kuongeza mabao, ikiwamo mfano uliotoka kuutaja wa Kibwana Shomari katika nafasi ambayo pengine wangetulia wangeweza kuongeza bao, lakini vinginevyo walikuwa wazuri katika maeneo mengi. Mashujaa wanachopaswa kwenda kufanyia kazi wakati wanaposhambulia wawe na idadi sahihi, kwa sababu licha ya kuingia kwa Crispin Ngushi, wachezaji Salum Kiimbwa alikuwepo, Jafari Kibaya alikuwepo, lakini kwenye kushambulia hawakuwa wakienda kwa idadi sahihi, na hivyo kuwapa wakati mwepesi mabeki wa Yanga walikuwa kwa kiwango bora kama Bakari Nondo Mwamnyeto na Dickson Jobu, walikuwa mabeki wa kati kudhibiti mashambulizi yao machache walikuwa wakiyafanya wakiwa na idadi ndogo. Watapaswa kuboresha eneo hili chini ya kocha wao Salum Mayanga. Sasa kuwa na pointi 19 kati ya pointi 21 zitokanazo na mechi 7, maana yake ni ufanisi wa around 90%. Ni kiwango cha juu mno ambacho wakikiendeleza huenda ikawa wakati mgumu kwa wapinzani wao kuwazuia kuelekea mbio za ubingwa. Hata hivyo ni mapema sana, maana Yanga wanakabiliwa na mechi 23 ili kukamilisha ligi. Yeyote katika msimamo akiongeza uimara anaweza kumaliza akiwa bingwa, lakini Yanga wamejiweka katika njia nzuri, na hasa namna walivyoiendea mechi hii dhidi ya Mashujaa, timu ngumu katika kulinda. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe,
una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.